Marshall TV. Usisahau kusubscribe, kushare na kucomment. Pia bonyeza alama ya kengele ili kupata update zetu kila siku. Hatutaki kufungwa kuidadavua sana kwa sababu hii hapa inaweza kachukua muda, lakini kwa wewe ambaye unatufuatilia kwenye TV hii yetu ya Marshall TV, I say endelea kufuatilia vipindi na utajifunza zaidi. So mimi nilikuwa nahisi kwamba pesa inaweza ikawa chanzo cha familia kuvunjika, hasa kwa wanandoa. Lakini pia ni matatizo mengine yapi ambayo unayohisi ambayo yanaweza kufanya mume na mke wasiweze kuelewana ndani? Asante sana. Matatizo makuu yanayoweza kuwafanya mume na mke kutoelewana kwenye ndoa yapo kama yafuatavyo. Kama ulivyosema, swala la pesa lina pande mbili. Lina upande wa kuboresha ndoa pale ambapo ninyi wawili mnakaa kwa kushirikiana na kuamua kwa pamoja ni kitu gani kifanyike kwa jambo hili, tufanye jambo gani, tuhifadhi au tuweke hela zipi kwenye akaunti na hela zipi zifanye kazi, si ndio? Kwa pale ambapo kwenye ndoa hakuna vyanzo vya kuweza kupata kipato, si ndio? Ni jambo kubwa sana ambalo litasababisha migogoro kwenye ndoa, vurugu. Alafu pesa haipo. Kama pesa haipo, mwanamke hana ule uwezo wa kupokea hali ya mwanamume wake, si ndio? Itakuwa ni chanzo kikubwa sana cha kuweza kuleta shida kwenye ndoa, kwa sababu kuna vitu mke atavikosa na ni lazima avipate. Mwisho wa siku, kulingana na appearance ya mke huo, kama atasumbuliwa na watu wengine huko nyuma, italeta shida. Na kama mwanamke huo hajitambui na kuweza kujielewa, si ndio? Kama atakuwa na matamanio makubwa sana wa kuweza kutamani vitu vidogo au vikubwa bila kuweza kubalance na kumaintain ile hali walionayo, kweli inakuwa ni changamoto. Ndio maana tunasema kwamba pesa ikikosekana kuna shida, na pesa ikipatikana kuna shida pale ambapo hakuna maelewano ya matumizi ya pesa kwenye ndoa. Pale ambapo mke atataka hiki kitu kifanyike kwa sababu pesa ameiona, kumbe ile pesa si ya kile kitu bali ni ya kitu kingine. Pale ambapo mume atakuwa anafanya kazi lakini pesa haionekani kwenye familia, kipato hakiingii kwenye familia, unakaa miezi miwili, miezi mitatu upo kwenye kazi, lakini mke haoni hata sahani mpya kwenye ndoa, haoni hata kitenge, haoni nguo za watoto, haoni nini kinachoendelea. Vurugu lazima ifanyike, vurugu lazima itokee. Pale ambapo wewe unapata pesa lakini matumizi yake ya hizo pesa hayaonekani, unanunua vitu bila kushirikishana kwenye ndoa, au unauza vitu bila kushirikishana kwenye ndoa, unaingiza watu kwenye miradi yako pasipokuwa na makubaliano au kumshirikisha, sio paka akubali, wenda mshirikishe tu ajue lile jambo. Kwa inaleta kama hakuna hilo jambo, linaleta nini? Inaleta tafaruki kwenye ndoa. Cha kwanza kikubwa. Cha pili, kitaalamu tunasema kwamba kuna watu wanaotuzunguka, pamkwe, si ndio? Mashemeji, mabinamu zetu, si ndio? Majomba, watu wengi, maanti, anko na vitu vingine, lakini pia na marafiki wanaotuzunguka. Wale watu tunasema ni vyanzo vikubwa sana kwenye watu wanasababisha migogoro kwenye ndoa, si ndio? Kwa sababu huyu atajibehave hivi, lakini mwisho wa siku mwingine atasema kwamba amempa dawa kijana wetu, wanasema nilimbwata, si ndio? Kumbe wale watu wanatakiwa kupendana, wale watu wanatakiwa kuonyeshana mapenzi mazuri, kwa sababu ni watu ambao walitoka mbali, wanatakiwa kurelax. Mwisho wa siku wewe utakuja nyumbani, wewe ni brother, ni mdogo wake, si ndio? Unakuta brother wako amebeba mgongoni pale sebuleni, si ndio? Au unatoka pale na kukimbia, bwana unajua siku hizi bwana shemeji anabeba mgongoni, mtoto wetu amepewa dawa. Kumbe wao ni mahaba yao, si ndio? Leo umekuja na msaidia kuosha vyombo, unaenda unasema mambo kama hayo. Mwisho wa siku unawatengenezea kitu ambacho hakipo kwenye fikra zao, si ndio? Kwa mke anaenda kutembea, anakutana na marafiki zake waliosomana nao, si ndio? Walioishi nao, wanapiga story, mwisho wa siku wanacheka kwa sababu ni watu wanafahamiana, wanacheka vizuri. Wanahagiana kwa sababu wanafahamiana. Sasa ikutane ameonwa na mmoja wapo wa familia yako,
ataleta taarifa ambazo sio. Wanacheka. Walikuwa wakimgusa kwa mwisho wa siku unarukia. Kama wewe hauna uwezo wa kuchukua lile jambo na kuliishi vizuri, unafika na kusababisha mgogoro. Unafika na kuamua visivyo. Au kuwasikiliza wengine, ukakuta kwenye ndoa yako umeacha kufanya kazi unazotakiwa kuzifanya, iwe ni mwanamume, iwe ni mwanamke. Mwisho wa siku unatengeneza kitu ambacho hakiko sawa. La tatu, swala la mapenzi. Mapenzi, tendo la ndoa kwenye ndoa. Kushiriki tendo la ndoa, masuala yanayohusiana na hivyo kwenye ndoa, kutoka nje ya ndoa, si ndio? Kusalitiana, si ndio? Au mmoja kutompa haki yake ya ndoa. Kwa sababu mwanaume tulivyoumbwa, kupata kile kitu, kusex, kushiriki tendo la ndoa ni kama tunavyokula chakula cha kawaida. Kama burudani kwa mwanaume. Tunavyokula chakula cha kawaida, tunavyokula pale mezani, tunakula wali maharage, si ndio? Tunakula viazi mviringo, tunakula nyama. Ndivyo ni hivyo tunakuwa na ile. Unataka kuniambia kwamba mwanaume ndio anakuwa na ile hamu zaidi kuliko mwanamke? Exactly, kitaalamu hivyo, hilo nalidhibitisha. Anayekuwa na shauku ya kufanya tendo la ndoa sana. Sio kusema kwamba wote hawana, lakini sana ni sisi wanaume. Tunakuwa kama sufuria ambayo yani sisi tunataka kile kitu. Kwa muda sahihi, na nikitaka ukininyima ni shida. Niambie. Kwa nini uninyime? Nimekuleta ili nimekuleta ili niwe na nipate satisfactory, sexual satisfactory. Na maana nipate kushiba kwa tendo. Nisihangaike, nisitoke huko nyuma. Tafutie magonjwa. Nimekuita ndani uje unisaidie. Pale ambapo nitakuwa na nikupate. Kwa hiyo haujaja ili nikuangalie. Lakini pia na wewe pia umemleta yule mtu, ujue kule nyumbani alikuwa anapata kila kitu chote, alikuwa anahudumiwa vizuri, si ndio? Kwa hiyo na yeye amekuja ili apate. Si ndio? Na yeye amekuja ili apate. Leo usimnyime wiki moja mnalala, unaangalia sijui Afrika, yeye naye anaangalia sijui Amerika. Hapana, hilo halitakiwi. Mpe anachotakiwa, mpe anachopaswa kupata, si ndio? Lakini pale kitandani kuna changamoto nyingi sana zinatokea pale. Magonjwa yanayojitokeza bila kutamani kwa mtu. Ukakuta kati ya hao watu wawili mmoja kushindwa kuendelea kuhimili na kwa sababu ya ugonjwa. Kwa yanaleta matatizo mengi sana kwenye ndoa. Yanaleta tafaruki sana kwenye ndoa. Hapo ili tuweze kuendelea. Mwanaume anatakiwa kuhimili kwa muda gani ili tuamini kama huyu ni mzima? Yule mwanamume ambaye kabisa anaweza kukamia, anakamia kama dakika ngapi, na anaweza kuwa na uwezo wa kuhimili kwa muda gani ili tuamini kama yeye ni mzima? Asante kwenye ndoa. Asante sana. Kwenye ndoa hili mimi naomba niliweke wazi. Kwanza na kushukuru Bwana kuweza kuniuliza swali hili. Wenda litakuja kuponya mioyo ya watu. Naloenda kulizungumza ni jambo ambalo limefanyiwa utafiti. Sio kitu nachotoa mimi, nayo yazungumza yote sio mambo nayotoa akilini mwangu. Ni mambo ambayo yalifanyiwa utafiti. Watu wamekaa, si ndio? Watu tumebalance, watu tuna references za watu ambao walifanya utafiti na kujumulisha na utafiti ambao na sisi tumeufanya kitaalamu. Tukiachana na ile hali ya kuandaana. Kwa sababu kwenye ndoa sio unarukia kwenye lile tendo, sio unarukia. Yani una force. Kuna kuandaana pale. Muandaa mwanamke ndio. Na mwanamke anakuandaa. Mnakuwa mko vizuri. Mko tayari kuweza kwanza shughuli na yeye yuko tayari. Kwa pale tunasema kwamba shughuli imeanza. Mume ameanza kuweza kuingiza. Tunasema tuweke wazi. Ni kweli lazima jambo limeanza. Ndio. Si ndio? Kuanzia pale mara ya kwanza yeye kuingia ndani. Ndio. Akiwa na uwezo wa kuingia na kutoka. Ndio. Dakika 2 na kuendelea. Ndio. Mwanaume huo kitaalamu ni mzima. Kweli kabisa. Sio dakika 30. Hapana. Bora tunaambiwa kwamba kuanzia dakika 7 ndio anakuwa uwezo kabisa wa kuweza kufanya. Hapana. Kufanya hivi. Utafiti ni kuanzia dakika 2. Ndio maana nikasema hili niliweke wazi. Wanawake wasitemu wanaume zao kwamba ni wagonjwa. Na wanaume wasijitemu kwamba wao ni wagonjwa. Ukiwa na uwezo wa kuhimili kuanzia dakika 2 na kuendelea,
wewe uko fiti, uko vizuri. Kuhimili hapo sasa ndio tueleweshe vizuri. Ile kuachia mbegu ama kuweza kuendelea. Yani nimeanza muda huu dakika moja dakika mbili ameachia. Yani ukimwaga ndani ya dakika moja hapo una changamoto. Kuna kitu tunasema una premature ejaculation. Unawahi kumwaga. Lakini ukieneza dakika mbili na baada ya dakika mbili ukamwaga, uko vizuri. Uko vizuri. Siamini. Amini, hilo ni utafiti. Na nasema ni utafiti. Ndio maana nikasema niende kuponya mioyo ya watu. Mimi nikiwa na uwezo wa kuenda dakika mbili, baada ya dakika mbili nikamwaga. Mimi niko vizuri kwa utafiti uliofanywa na watu sawa kabisa, wasomi, scientifically research yenye udhibitisho, sio vitu vya kuokota. Mashemeji nafikiri mnatuelewa, mnatusikia. Yenye udhibitisho dakika mbili na kuendelea, mimi mzima. Si ndio? Kwa wale watu ambao wanataka dakika nyingi sana, si ndio? Hilo sasa tunakuja kwenye nomo. Kwenye nomo tumeona dakika mbili na kuendelea. Kuna watu sasa wana uwezo wa bao la kwanza dakika 7, dakika 10, dakika 15, dakika 20, au watu wapo. Kuna watu wana uwezo dakika 3, dakika 4, dakika 5. Huyo mtu yuko vizuri, muache. Si ndio? Kama wewe mume wako alijaliwa, kuna kitu tunasema kujaliwa, kwa sababu mili ya watu inatofautiana, uwezo wa watu unatofautiana. Lakini ujue kwamba kwa kawaida dakika 2 na kuendelea huyo mtu yuko vizuri. Kwa kama wako enda dakika 5, shukuru hizo. Pokea hicho, kishukuru. Shukuru mume wako alivyo, endelea kupiga kazi. Kwa wale wanaume labda wanaume mdogo, haiwezi kuleta changamoto kwenye ndoa? Hapana. Na wale ambao labda wanaume mkubwa kwamba wanaweza wakafanya mwanamke akajisikia. Hii naomba uiweke sawa ili watu waweze kuielewa. Hiyo mimi naiweka sawa. Hiyo naiweka sawa kwa msemo huu. Kwamba hilo halipo, na hao watu ni watu ambao waliwahi kupata aina ya uume tofauti. Sawa? Fikra zao, anatambuaje uume mdogo na uume mkubwa? Ndo sasa tujiulize kwa wanawake. Ametambuaje? Wanapenda uume wa aina gani? Kama unajua kupenda kitu ni kitu ambacho umeshawahi kukiona. Hawezi kumpenda mtu from nowhere hujamuona. Unasikia jina eti Betty. Ndio. Eti sijui Lucy. Lucy, unamsikia Lucy hujamuona, utampenda? Huwezi kumpenda. Lazima umuone. Akuvutie ndio umpende. Kwa yule mtu anayependa sijui uume mdogo, ameshawahi kuuona. Yule mtu anayependa uume mkubwa ameshawahi kufanyaje? Kuona. Kwa hiyo ni shida ya wanawake, sio shida yetu sisi wanaume. Lakini sasa kwa malengo, kwa sababu mwanamke anataka kwanza apate ile kitu roho inapenda, afikishiwe na yeye. Kwa sababu kuna wanaume anapiga na bipu. Sasa ndio ile alikuwa anahitaji na yeye kuwaka sasa, kuipokea sasa. Hapo ndo unakuja sehemu nzuri sana. Kwenye ndoa au kwenye mahusiano ya tendo la ndoa, hatuangalie urefu wa uume na ufupi wa uume. Na katikati ni ule uwezo wa kuhimili tendo la ndoa, la kuenda unaenda dakika ngapi, si ndio? Ule uwezo mwanamke wako kuweza kujisikia kwamba kweli mimi najisikia kwamba leo nimefanya tendo la ndoa, anakuambia kweli hapa I'm very good. Asante mume wangu, si ndio? Niko sawa. Hilo jambo sio ukubwa, sio unene, sio ufupi, sio oembamba wa nanili wa uume. Hapana. Ni namna ambavyo wewe umemwandaa, ni hisia, ni hapa akilini. Hisia zako, namna unapopokea lile tendo, si ndio? Wewe unalipokeaje? Utashiba, si ndio? Kwa sababu hata yeye akiwa yeye mwenyewe, si ndio? Akiwa yeye mwenyewe anaweza akafanya jambo lake, ukakuta mwisho wa siku anakuambia nimeenjoy. Si ndio? Kwa muda wake. Au tuchukulie wale wanawake, hata kama sio official, wale tunasema wasagaji sijui wapo, si ndio? Hawana vitu wanavyovifanya, si ndio? Zaidi ya kurambana, zaidi ya kugusana wanawake. Na unasikia yuko vizuri, ameenjoy. Kwa ni urefu wa uume umeingia au ni ufupi wa uume umeingia? Hapana. Ni namna ambapo anapokea lile jambo, analipokea yani kulipenda na kujisikia kwamba yeye akanafanya lile jambo, si ndio? Na mume wake amsaidie kabisa kuweza kuendana na lile jambo. Kitu ambacho tu naweza nikakigusia hapo ni kwamba mwanamke anakawia kuchemka, anakawia kupata
kupata ile hamu ya kuweza kushiriki tendo la ndoa. Ikiwa mwanamume anawahi kupata ile hamu ya kushiriki, yeye ni chapu na haraka. Kwa sababu mwanamke anakawia kupata ile hamu, ndivyo hivyo anakawia hata kuweza hamu kukata. Lakini sisi wanaume tunawahi kukata hamu. Si ndio? Kwa pale ambapo nimemaliza mimi hamu yangu, si ndio, haja zangu zimeisha, si ndio, ukumbuke kuwa huku mwanamke wangu bado yeye anataka, ndipo unasikia kwamba yeye sijalizika, ndipo kusikia, ndipo tunapata hizi taarifa za watu wanaosema kwamba sijafanyeje, sijalizika. Umeshaona? Kwa sio kusema kwamba ni ile hali ya wao kupata sijui mkubwa au mdogo au mrefu sijui na vitu vingine. Hapana. Ni ile hali yeye amepata ile hamu. Sawa? Amepata ile hamu, na ile hamu nataka asikie kwamba kwa sasa hamu yangu afadhali imeisha. Kwa pale ambapo wewe umeenda haja zako tayari, yeye kumbe bado ndo alikuwa sasa ndo amekuja. Hapo ndo shida inatokea. Lakini pale wewe umeenda na yeye amekuja, si ndio? Ninyi wote mmepata hiyo hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Mmeenda, si ndio? Wewe umeenda na yeye ameenda. Mmemaliza na yeye anasema asante, hautopata kesi za namna hiyo. Lakini niseme kwamba wanawake wenye fikra hizo, tunasema ni fikra potofu. Mtuambie mlitoa wapi mambo kama hayo? Mawazo ya kusema uume mrefu au mfupi au mnene au mwembamba. Wewe tuambie umekutana na wangapi? Mumeyatoa wapi? Wewe umeshiriki, wewe kama unataka hivyo, umeshawahi kugusia hicho kitu? Ashabustiwa mara nyingi. Hauwezi kupenda, nirudie chifu brother wangu, hauwezi kupenda kitu ambacho hujawahi kukiona. Hauwezi kusikia bana pipi sijui inaraza fulani ni tamu. Kama hujawahi kufanyaje? Guys, niseme yawezekana unatufuatilia huko wapi? Sijui Marekani, sijui Burundi, sijui Kongo, sijui Tanzania, yawezekana upo Uganda. Tuandikie sehemu ya comment kitu gani ambacho umekipenda kwa mshikaji kwenye mafunzo yake haya. Lakini pia kama umeweza kujifunza zaidi, unaweza kuchukua video hii ukaisambaza kwa watu wengi ili kuweza na wengi wao waweze kupata mafunzo kama haya. Kwa hiyo hii ni Marishare TV. Lazima tutakuwa tunakuletea vitu ambavyo vina mafunzo ndani yake, na vya kukuchekesha na kufurahisha, kuweka sawa na kuweza kuondoa stress zako. Tukiwa tunaelekea kumaliza kipindi, kwa sababu unajua kuna vitu vingi ambavyo tungeweza kuvizungumzia, lakini tutakutafuta next ili tuweze kuzungumza vitu zaidi na vingi zaidi. Kwa hao wanaume wa hovyo ambao wanashindwa kutengeneza familia zao na kuweza kuweka akili kwamba mimi mwanamke nikikutana naye lazima nimkamie. Nimkamie dakika 30 saa nzima. Au unaweza kawashauri nini ili kuweza kwenda kwa wanawake? Hapo kitu ambacho naweza nikakisema, waachane na fikra kama hizo. Cha kwanza ni kujiua wao wenyewe. Mwanamke anajimaliza mwenyewe. Mwanaume anajimaliza yeye mwenyewe. Kwa sababu wewe unapoteza energy kubwa sana. Inategemea unafanya na kazi gani. Kwa usikimbilie kuenda risali moja sijui dakika 45. Kimbilia kuona mweza wako amelizika. Kama mmeandaana vizuri, kiukweli nakwambia, mkiandaana vizuri pale, sawa, takriban dakika ngapi? Kuanzia dakika 10 na kuendelea, romance za kutosha, kupapasa kwa kutosha, si ndio? Bro, hautozidisha dakika 5 mke wako hajalizika. Watu wanarukia tu. Naambia kwa niambie wasirukie. Basi inakuwa imeisha. Kwa relax, andaa mwenza wako vizuri, chukua muda. Usirukia, chukua muda dakika fulani, kuanzia dakika 10, 11, 12, 13. Jiko ni lako, gusa popote maeneo, sikiliza kama mambo yameshakuwa tayari yako vizuri, afu anza shughuli, na kuhakikishia ndani ya dakika 3, 4, 5 mke wako utasikia iko vizuri. Lakini umerukia, umemgusa, sijui umemvua, unaenda moja kwa moja wewe utakamia, dakika zako sijui 4, 5 zitakuja kuisha.
kumbe yeye ndo ameanza sasa kuwa na nini? Kuwa na hamu. Na kuwa kuchemka. Ko andaa mke wako vizuri. Chukua dakika za kutosha 10, 15, 20, dakika 25, 30 uko pale. Muandae vizuri. Si ndio? Ingia. Ndani ya dakika 3 dakika 4 atakwambia asante mume wangu. Atakwambia asante mume wangu. Nashukuru sana. Kwa hiyo ni fikra potofu wanaume mlionayo au tulionao sisi kwenda ati dakika nyingi, lisali moja, sijui dakika ngapi. Hapana. Hiyo haishughulishi. Hiyo hakuna hapo ndani yake, hakuna hisia. Na ni kweli kabisa. Hakuna hisia. Ukiwa na hisia huwezi kaenda, kama wewe ni mtu mzima, hauwezi kaenda dakika saa nzima. Hapana. Hapana. Maana kuna vitu vingi vya kufanya. Ufanye mambo. Hata licha ya vitu vingi kufanya, mahusiano au tendo la ndoa ambalo limehusishwa na hisia baina yenu ninyi wawili na kuandaana kwa kutosha. Hauwezi kaenda huko kitaalamu kama wewe ni mzima. Hapo tutakuhitimu kama wewe sio mzima. Utakuwa na tatizo linalohusiana na masuala ya sexual, ambao kitaalamu utakuwa na sexual disorder. Yeah. Kwa kuna muda ukizidisha tunasema hauko vizuri. Tuambie ni muda gani mwanamume anatakiwa kwenda ili apige stop? Sababu kuna wengine anataka kutumia mpaka akili, yani anawaza, yani masuala yote anayaacha, sio biashara. Okay, inategemeana na bao. Round ya kwanza, bao la kwanza, si ndio? Hauwezi kuzidisha angalau, si ndio, dakika 20 bao la kwanza. Si ndio? Bao la kwanza ukiona umevuka dakika 20 na kuendelea, hapo angalia vizuri. Matatizo yanakuwa yapo. Kuna namna wewe hauko vizuri, si ndio? Tutazungumza, ukitamani tutazungumza siku nyingine tuone magonjwa yanayoambatana na mambo yanayohusiana na tendo la ndoa. Si ndio? Zipo tunasema kitaalamu sijui paraphilia, zipo sina. Sexual disorder zipo kuanzia, kwa sababu tendo la ndoa lina mizunguko 4. Si ndio? Phase, kuna 4 phase, si ndio? Mzunguko wa kwanza ambao tunasema ni desire, mzunguko wa pili ambao tunasema erectile juu hivyo, lakini kuna mzunguko wa tatu tunasema orgasm na resolution. Kwa hiyo kuna mizunguko 4. Yote hiyo mizunguko ndani yake kuna magonjwa mtu anakuwa nayo. Tunasema kwa mzunguko wa kwanza mtu mzima yuko hivi au mtu mwenye tatizo yuko hivi. Kwa hiyo ni mada inaweza kuwa ndefu sana. Lakini kikubwa ajua kwamba kuna muda wa kuzidisha, wewe hauko vizuri sana. Na bao la pili angalau tunenda hizo dakika 30, unaruhusiwa dakika 30 hivyo au 15, lakini chote kumbuka lile ambalo nilisema mwanzoni, kwamba mume wako akiwa na uwezo wa kwenda dakika 2 na kuendelea, hiyo inakuwa ni fiti kwa mwanamke. Na mwanamke kama hajatembea na wanaume wengi, na kama huyo ni mume wake wa kwanza au wa kawaida, yule mwanamke anayeridhika, hatakuwa na tamaa atashukuru bro, atashukuru. Basi sawa, tufunge hapo kwenye kipengele cha mwanamke sasa. Unajua kuna wanawake ambao wanahitaji ume mkubwa na ume mdogo anaridhika kabisa. Tuende sasa kwa hawa ambao hawaridhikagi. Hebu wape ushauri alafu tu. Wao ambao hawaridhikagi, naomba watuone sisi wataalamu. Wana changamoto ya afya yake. Sio msongo. Wana tunasema fikra potofu au matamanio ambayo sio ya lazima. Kwa wawaone wataalamu wa afya akili, wawaone washauri nasaha, waweze kuwasaidia, si ndio, kuweza kujua kwamba watu tumeumbwa tofauti, lakini pia kuweza kujua kwamba hilo jambo kubwa au ndogo halina mahusiano makubwa sana na kuweza kulizika katika harakati ya kuweza kushiriki tendo la ndoa. Kwa hao watu wanakuwa wana matatizo. Kwa wana matatizo kama hawawezi kabisa kulizika, wana shida. Wana shida, waone wataalamu. Wataalamu wapo wengi waliosomea mambo kama hayo, mambo ya gender na sexuality, mambo yanayohusiana na masuala ya kujamiana au kushiriki tendo la ndoa, changamoto zinazotokea pale. Tunajua wataalamu kuna changamoto nyingi sana. Huyo mtu atakuwa naumwa. Kikweli nasema hadharani, atakuwa naumwa. Mimi nasema kama mtaalamu atakuwa naumwa. Awaone wataalamu wenzangu kama wapo karibu yake, au anitafute mimi kama tatamani. Asante sana guys. Niseme shukrani sana kwa wewe ambaye umeweza kutufuatilia kuanzia mwanzo wa kipindi hiki mpaka tamati ya kipindi chetu hichi. Yawezekana wewe una matatizo kama hayo.
tutaomba ndugu yangu hapa aweze kutaja namba zake. Kama utakuwa unahitaji labda ushauri na saa mwingine, unaweza kumpigia kwa ukamkuta inbox na akakupa vitu vingi zaidi ukajifunza na ukaweza kuwekwa sawa. Basi hii ni Marishare TV. Tunawapenda sana jamani. Ulikuwa nami Commander Grayson. Tulikuwa tunakupasha vizuri na kukuweka sawa kisaikolojia kuhusiana na masuala haya ya ndoa. Ndugu yangu niseme shukrani sana. Asante sana, na ninyi niseme shukrani sana kwa kuona kwamba ni vema tunaweza tukashiriki wote kwa pamoja kwa kipindi hiki. Niseme tutajaribu kutafuta siku nyingine next kwa kuweza kupata vitu vingi zaidi, kwa sababu najua mimi sichoki. Yes. Natamani watu wajifunze zaidi, kwa hiyo tutatafuta muda mwingine ili tujipanga vizuri na uweze kuwapasha vitu vingi zaidi. Karibu sana. Basi nyuma ya kamera alikuwa ni Fuvu. Tunawapenda sana jamani. Kama hujasubscribe ni kuombe usubscribe, like na hakikisha una comment, kwa sababu najua haya mafunzo yameweza kukupa hatua nyingine. Tunapenda sana. Tuseme bye bye and ciao ciao. Marshall TV. Usisahau kusubscribe, kushare na kucomment. Pia bonyeza alama ya kengele ili kupata update zetu kila siku.